Manake roho wa Mungu na roho wako wakutane, ndio utasema unafanya ibada. Lakini kama hawajakutana, ni mkavu hivyo hivyo, wewe umeenda kutembea tu kama watu wengine walipenda kutembea. Siku zote ibada ni makutaniko baina ya roho wako na roho wa Mungu, ndipo pale kunatokea mfumuko kutoka ndani. Hii ndio inayosemwa na Yesu, waabuduyo watamwabudu Baba katika roho. Ibada inafanyika katika roho, haifanyiki kwenye kichwa, haifanyiki kwa taratibu za liturujia, haifanyiki. Ibada haiko huko. Ibada iko kwenye roho ya mtu na roho wa Mungu, roho ya mtu na roho wa Mungu. Ndio ibada zinafanyika hivyo, ambazo zimekuwa hadimu sana kwenye mwili wa Kristo. Ziko taratibu tunazo nyingi ambazo bado zinatutoa nje siku zote na uhalisia uliopo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi tena kwa siku ya leo kukutana. Kwa wageni, karibuni sana. Ninaamini hamtatoka kama mlivyokuja, lakini nipende kurudia, Jumatano tutakuwa na ibada. Nimezitenga siku 3 maalum kwa ajili ya kushughulikia eneo la kiuchumi ambalo lina shida sana sana sana, lina changamoto mno katika mwili wa Kristo, na hasa nyakati za siku za mwisho ambapo kuna mtikisiko mkubwa wa hali ya kiuchumi. Sasa mtu wa Mungu atavukaje katikati ya eneo hilo? Maana kama Mungu hana njia ya kutusaidia, tutakuwa hatujamuelewa vizuri Mungu. Dunia inalia kilio cha uchumi, marais wanalia kilio cha kiuchumi, mawaziri wanalia kilio cha kiuchumi, wafalme wanalia kilio cha kiuchumi. Sisi kanisa hatupasi kulia kilio cha kiuchumi, kwa sababu tayari Mungu analo jibu la kutupitisha kwenye kila aina ya vipingamizi. Chapie Bwana Yesu makofi. Kikubwa ni kuendelea kutegesha sikio kusikia anasemaje, ili tupate kuvuka. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo itakuwa ni siku 3 za uponyaji wa uchumi wa kifamilia. Utendaji wa Mungu unaanza kwa ngazi ya mtu binafsi, inakuja kwa ngazi ya familia, inakuja kwa ngazi ya kanisa, inakuja kwa ngazi nyingine za nchi na wapi. Lakini uponyaji wa nchi ama wa dunia unategemea mafanikio ya kanisa, kwa sababu dunia haina majibu ya changamoto ambazo dunia inapitia. Haina majibu, haina majibu, haina majibu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo utapata nafasi ya kusikia kwa sehemu, na tutapata nafasi ya kuomba ili Mungu aponye, kwa sababu uchumi wa dunia unapoyumba na uchumi wa kanisa ukiyumba, kuna vitu havitaendelea, kuna vitu vitanyamaza, kuna vitu havitasogea. Utasikia sasa hivi sentensi, nimeshindwa kuja, sina ada, nimeshindwa kuja, sina nauli. Hizo sentensi kama hazitapata tiba, itafikia hatua mtu hata kuja kabisa kanisani. Atakaa tu nyumbani, amekaa anatulia, anasema nitamwabudu Mungu nyumbani, na hakunaga ibada ya hivyo. Maana yake akimaliza basi ajitolee sadaka, akimaliza ajibarikie. Lazima kuja nyumbani mwa Bwana, ambako ndiko tumepewa kutazama, kusikiliza na kuelekezwa kila ambacho Mungu anasema. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo kama umekuwa na uchumi wa kuyumba katika ngazi ya familia, tegemea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa ujui vitu kadha wa kadha, Mungu atakupa kujua upate kukaeje, kwa sababu katikati ya tatizo gumu la kiuchumi, Mungu anayo maelekezo, anayo ufanyeje ili upate kuvuka. Wakati njaa imekumba kipindi kile cha kina Isaka ameenda kuomba kibali kwa mfalme. Ukame umepiga ile nchi, anataka kwenda, maana huko ndiko kuna unafua wa chakula kidogo. Mungu anamwambia usiondoke, kaa hapo. Sasa nitafanyaje? Akasema lima hapo kwenye huo ukame, mimi nitakufanikisha hapo. Katikati ya jambo ambalo ingawa nakimbia,
Mungu anakuambia kaa na anakubarikia hapo hapo. Njia zake si njia zetu. Chapie Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Wale waliokuwepo Ijumaa niliwaambia sikiliza sana hapa, huu ni mlango kila ambacho Mungu anasema. Kwa sababu uponyaji na ufungulivu unategemea usikivu wako. Na huo usikivu unategemea namna ambavyo umetunza yale maneno ndani ya moyo na namna ambavyo umetenda. Ndipo yanafanyika uzima na ndipo yanafanyika afya. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Leo ninakwenda kuzungumza kitu kidogo. Kichwa kitakuwa cha tofauti, lakini tuko kule kwenye msingi. Tuko kwenye msingi ule ule. Nimekuwa ninafundisha juu ya kanisa ambalo Mungu anataka lione kwenye nyakati za siku za mwisho. Ni kanisa la aina gani? Ni kanisa linalotembea kwenye utawala na umiliki. Ni kanisa hilo sawa sawa na Ufunuo 5:9 mpaka 10. Kwamba tumefanyika kuwa wafalme na makuhani, nasi tutamiliki juu ya nchi. Sasa kama tunamiliki juu ya nchi, maana yake hatusemi kwamba twende tuwaondoe viongozi walioko madarakani. Sisi tunatawala na kumiliki kwa njia ya maombi kwenye ulimwengu wa roho. Sisi ni watawala. Kwa hiyo inatakiwa tumiliki na kutawala situation zote, hali zote katika ulimwengu wa roho. Kiuchumi tuwe vizuri, kiafya tuwe vizuri, kimaisha tuwe vizuri, kimaendeleo tuwe vizuri. Ndilo kanisa Mungu analolitengeneza katika siku za mwisho. Atalifanya kuwa juu ya milima na vilima, manake juu ya kila hali, juu ya kila vipingamizi, juu ya kila vikwazo. Mungu analiinua kanisa lake juu. Sasa kanisa sio jengo, wala kanisa sio dhehebu. Kanisa ni mimi na wewe. Chapie Bwana Yesu makofi. Maana ukianza kuangalia madhehebu kwa picha hiyo ya Biblia uikuti, unakuta makorokocho tupu umo ndani, ukuti. Lakini kanisa ambalo Mungu analisema, kama uko ndani yake ndio utajua Mungu anataka kulipeleka kanisa wapi. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mtusaidie watoto wenu kwa sababu picha inachukuliwa. Usimruhusu anatoka huko anaenda huko, anatoka huko. Nyewe wenye watoto mtusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Na nilisema ni kanisa ambalo Mungu anahitaji litembee kwenye utawala. Sasa huwezi kutawala bila kuwa na nguvu ya utawala. Huwezi. Kanisa lisilo na nguvu ni kanisa dhaifu sana. Haliwezi likaathiri mazingira, haliwezi likaathiri uchumi, haliwezi likaathiri maisha na taratibu za watu. Wewe mwenyewe unajua Biblia inasema hekima ya maskini haisikilizwi. Haitoshi tu una hekima, umejaa hekima kama Suleiman, lakini kama kanisa ni maskini, kanisa haliwezi kufika popote. Halifiki. Kama unafikia Tanzania, hebu nenda uangalie hata kwenye michango ya harusi, kama wanakuletea kadi, wakigundua maisha yako ni ya choka mbaya, hata kadi upewi. Ama wakati mwingine una hekima nyingi lakini huna pesa, alafu kakana ni mtu ambalo lina hela wala halina hekima. Utasikia hebu kwanza tumsikilize fulani, unajua sio kwamba baba tunataka pesa, lakini tunataka hekima yako. Ni waongo, wanataka hela. Wewe uzungumze na tajiri azungumze, one watamfuata nani? Wewe mwenyewe ni shahidi wanaposema nchi za Kiafrika ni nchi maskini. Angalia kama zina usemi wowote huko juu. Zinaamuliwa mambo kwa sababu nini? Hazina uwezo wa kifedha, hazijitoshelezi. Kanisa ambalo halina uwezo mzuri kiuchumi ni kanisa linalopoteza usemi na kauli katika jamii. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima mafundisho yafanyike mazuri kwa ajili ya kulisaidia kanisa kuvuka na kutembea katika uhuru wa kifedha na uhuru wa kiuchumi kibiblia, ili kanisa lishuti kutoka kwenye maisha ya kukosa heshima yaingie kwenye maisha yaliyo huru. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya.
Kwa hiyo nilizungumza namna ya kutembea katika uchumi mzuri, namna ya kutembea katika nguvu za Mungu, kwamba kazi ya nguvu ni kulazimisha ushindi. Ndivyo anavyosema katika kitabu cha Zaburi, kwamba adui zako kwa sababu ya wingi wa nguvu zako, adui watakuja na kunyenyekesha. Kwamba kazi ya kanisa inayotembea kwenye nguvu ni kuhakikisha kwamba kila upinzani unanyenyekeshwa. Lazima. Ndio maana Ukristo, nilisema sio dini. Ukristo ni maisha mapya ndani ya Kristo. Tutapima Ukristo kwa matokeo ya maisha yako. Hatupimi tu kwa kuwa na kibandiko cha kusema mimi ni Mkristo, ninasali sehemu fulani, ninaabudu sehemu fulani. Tunataka tuone uhakika na vidhibitisho vya Ukristo wako. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo nikasema issue ya nguvu ni muhimu sana. Na ndio maana Mungu anawaambia wanafunzi wake wasubiri Yerusalemu mpaka wavikwe uwezo utokao juu, alafu ndipo wawe mashahidi. Kazi ya kanisa ni kuthibitisha kila ambacho Yesu alifanya. Ni kuthibitisha. Kama tunahitaji uponyaji, lazima tuthibitishe uponyaji. Kama tunahitaji ufungulivu, lazima tuthibitishe ufungulivu. Kama tunahitaji kuthibitisha utajiri, lazima tuthibitishe hicho. Kazi ya kanisa la Mungu la nyakati za siku za mwisho ni kumthibitisha Yesu. Neno shahidi ni neno la kimahakama ambalo yule anayetoa ushahidi ameona na kusikia, na sisi tu mashahidi wa kila ambacho Yesu alisema na tumesikia. Sasa tunathibitisha. Wakisema Yesu aponyi, tuko hapo tunathibitisha anaponywa mtu. Wakisema Yesu afungui, tuko hapo tunathibitisha Yesu anafungua. Ndilo kazi ya kanisa, sio marumbano. Sio kunyoosheana vidole. Wewe unasema huyu sijini wa giza, huyu si okay, tuonyeshe wewe ambaye sio wa giza. Tuonyeshe, tuthibitishie wewe ambaye sio wa giza. Kuna nini unacho? Kuna nini unachokifanya? Maana injili ama ufalme wa Mungu sio maneno. Ufalme wa Mungu haui kwenye maneno, uko kwenye nguvu. Kazi yake ni kuthibitisha, kutiisha magonjwa, kutiisha umaskini, kutiisha mapepo, kutiisha mauti, kutiisha uvamizi wote wa giza. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo nilizungumza ili kanisa litembee kwenye nguvu ya Mungu, lazima lijifunze kutembea katika neno. Hilo nilisisitiza sana. Kwa sababu neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Unataka nguvu? Tembea kwenye neno. Soma neno, tafakari neno, tenda neno. Tenga muda kwa ajili ya kusoma neno. Tenga muda. Unapoomba wewe unazungumza na Mungu. Unaposoma neno Mungu anazungumza na wewe. Kwa hiyo lazima ujikite, ujitengee muda. Kama unavyotenga muda kula, ikifika wakati wa kula nakwambia paka unajinafasi vizuri. Kama ulikuwa hujaoga unaenda kuoga. Sasa wewe ukitaka kusoma neno jitakase, alafu soma neno. Jitengee utaratibu wako wa kila siku kusoma neno. Kwa sababu humo kuna nguvu. Humo kuna maelekezo. Humo kuna kila kitu tunachokihitaji kiko. Lakini nikasema ya pili, jihusishe na huduma ya maombi. Sisemi maombi tu ya wanadamu tumekutanika kuomba. Jiwekee utaratibu wako pia wa kuwa na maombi. Jiwekee, tenga muda wako. Ukitaka kuona mabadiliko na kutembea juu ya miliki za giza, juu ya falme na mamlaka, tenga muda kwa ajili ya maombi. Tenga muda kwa ajili ya neno. Tenga muda kwa ajili ya maombi. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa sababu connection ya nguvu za Mungu kwa mtu zimeunganishwa na channel ya maombi. Zimeunganishwa na channel ya maombi. Tulisoma tukasema mistari. Lakini ya tatu, point A nilikwambia vitendea kazi vya utawala. Unataka kutembea kwenye utawala kwa namna ya ajabu, jifunze juu ya damu ya Yesu na jifunze juu ya jina la Yesu. Na tulipractice kidogo hapa damu ya Yesu kidogo tu Jumapili moja kidogo tu, ukaona kayuguyugu ilivyotokea. Kayuguyugu ilivyotokea. Damu ya Yesu sio kimiminika, ni halisi, inafanya kazi. Inafungua, inaponya, inaweka huru. Chapie Bwana Yesu makofi. Hakuna mahali damu ya Yesu ilikitwa isiweke madhara.
Ndio maana wale watu ambao nakaaga nikianza kusimulia ama kuzungumza juu ya damu ya Yesu ama kushiriki meza ya Bwana, washiriki wale wa zamani wanarukaruka, wanafurahi kwa sababu wanajua kayuguyugu inakwenda kutokea. Hapa au shiriki damu ya Yesu kama juice, unashiriki damu ya Yesu kama nguvu, na watu wao wanavunja viti, wengine wanachomoka mbio kwa sababu ndani ya damu kuna nguvu ya kuweza kuathiri maisha ya mtu. Chapie Bwana Yesu makofi. Huwezi shiriki damu ya Yesu ama meza ya Bwana hapa ukawa kama ulivyo, haiwezekani. Kwa sababu kwanza damu yenyewe tunakaa siku karibia 7 tunaiombea. Alafu ukija kunywa utaona tu wewe mwenyewe mabadiliko yanayotokea. Na tutashiriki na natafuta muda tu wa kushiriki meza ya Bwana hivi karibuni. Mchapie Bwana Yesu makofi. Wengine unashangaa anapewa, anainamisha kichwa chini. Anapewa, alipewa pale akaanza kutembeka mwenyewe. Kuna mwingine mpaka leo amekimbia. Haje kuonekana. Shida ilianza kwenye damu ya Yesu. Alikimbia kabisa. Mizimu ilianza kutikisika tu yenyewe. Akakimbia kweli kabisa kijana wa watu. Iko nguvu ndani ya damu ya nani? Iko nguvu. Acha kuzungumza damu ya Yesu Kristo kihistoria, haitakusaidia. Sisi tunatafuta uhalisia kwa sababu kazi ya kanisa ni kuthibitisha kwamba hiyo damu ni kweli na nguvu. Sasa lazima itengenezwe mazingira. Lakini Jumatano nilianza kuzungumza juu ya sehemu nyingine iliyojificha sana ya nguvu za Mungu. Ili uwe mtu wa nguvu za Mungu, nilizungumza habari za Injili. Sio wengi wanajua kwamba Injili, mtu ambaye anajihusisha na masuala ya Injili ni mtu ambaye anatembea kwenye upako wa Roho Mtakatifu. Sio wengi wanajua. Maana sionee haya Injili, maana ni uwezo wa Mungu uletao. Unaona, ameunganisha Injili maana yake habari njema, ameunganisha na nguvu ya Mungu inayoleta wokovu. Nikasema wote wanayejihusisha na kuambia watu, nikaambia mimi sikwambii tutafute mabegi, tuondoke twende huko na huko, tunapoenda tuhubiri Injili, hiyo ina sehemu. Lakini ninakwambia pale ambapo unapokaa, hiyo ndio Yerusalemu yako kwanza. Anzia hapo. Washirikishe watu juu ya Yesu. Waambie watu juu ya matendo makuu. Waambie watu juu ya ufungulivu wake. Tafuta watu wenye changamoto. Waambie waje wakutane na yeye. Hawezi kuzungumza, waambie aje aone. Hiyo ndio kazi ya kusambaza na kueneza kazi ya Mungu katikati ya jamii. Chapie Bwana Yesu makofi. Na nikasema wale wote wanaohusika na hicho kitu huwa wanatembea kwenye protection ya kutosha. Uliza Ibilisi hawezi kaachwa na Mungu eti anakaa na kuvuruga magonjwa yasioisha kama unafanya kazi. Ukiona na kutesa wewe na hakika hujihusishi na mambo ya Mungu. Wewe una yako tu. Fanya kazi ya Mungu, uone kama Mungu hatafanya kazi kwa ajili yako. Kuna protection na ulinzi wa kutosha pale wale ambao wanapeleka habari njema. Ni mizuri kama nini miguu. Wale wanaopeleka Injili. Sasa anzia pale kwenye familia, anzia pale kwenye nyumba unayoishi, anzia pale kwa majirani, anzia hapo. Waambie mmeona matendo makuu ya Mungu yanafanyika hapo. Hayo yapeleke huko. Hiyo ndiyo habari njema. Ukijihusisha kwa namna hiyo, huwe na hakika upako wa Roho Mtakatifu utakaa juu yako kukuweka salama. Kwa nini namna gani? Anasema akawaambia nendeni wote mkahubiri Injili kwa kiumbe. Alafu anasema Bwana akaenda pamoja nao. Unapoenda hauendi peke yako, unakwenda naye. Kwa maana gani? Uwepo wa Mungu unakuwepo pamoja na wewe. Hiyo ni siri iliyofichika sana ya sosi ya nguvu za nani? Za Mungu. Na niliwaambia watu ingia agano. Hata kama huwezi kuhubiri, wewe ingia agano. Wewe kamata mkono wake. Twende kanisani leo. Mwambie twende kanisani. Unaambia twende kanisani. Kaa hapa. Ndio tunaanza hivyo. Sunesha mguna nani? Ana tatizo. Mweke hapa. Alafu msubiri Yesu aje afanye naye kazi. Chapie Bwana Yesu makofi. Subiri Yesu aje afanye naye kazi. Subiri Yesu aje afanye naye kazi. Hata hawe na tatizo gani, hata hawe na changamoto gani, subiri Yesu aje afanye naye kazi. Kwa sababu Bwana anakuwepo ili kulithibitisha neno lake. Tukizungumza uponyaji, anakuwepo kuponya.
Tukizungumza kufungua, anakuwepo kufungua. Tukizungumza kuokoa, anathibitisha wokovu. Chapie Bwana Yesu makofi. Hayo makofi yatoshi. Ni ujumbe wa Bwana, haleluya, kwa maisha ya wanadamu. Amenena wewe, haleluya. Amujui wimbo? Haya. Asa mpiga keyboard yupi ambaye hujui huo wimbo? Tazama uishi sasa, humtazama Yesu, amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukita. So, mnaimbaga tenzi kumbe hata mjui mnachoimba eh? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo unataka kutembea kwenye protection ya kimungu na kinga ya kimungu, uwe mtu wa kupeleka habari njema kwa watu. Amen? 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 Njoo hapa waambie umeona mambo yanayofanyika. Bahati nzuri mambo ya hapa ni ya peupe, wala sio mficho. Peupe. Wala hayana mficho wala ujanja. Mungu anaponya hapa, anafungua hapa, anabariki hapa. Tuna imani na Mungu anayeponya. Tuna imani na Mungu anayeokoa. Tuna imani na Mungu anayesamehe. Tuna imani na Mungu anayeinua. Tuna imani na Mungu anayebariki. Tuko sawa? Hizo ndio nguzo 4 za hapa. Kwamba ukiwa hapa labda mwenyewe usitaki kufanikiwa. Ukiwa hapa labda mwenyewe usitaki kuponywa. Ukiwa hapa labda mwenyewe usitaki kuinuliwa. Ukiwepo hapa, maana yake vyote 4 ni portion ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa leo nataka nizungumzie habari za kona hile ya nguvu, lakini namna ya kufurahia utawala wa kiuchumi kibibilia. Namna ya kufurahia utawala wa kiuchumi kibibilia. Namna ya kufurahia utawala wa kiuchumi kibibilia. Katika moja ya mambo ambayo Mungu amelipa kanisa la siku za mwisho ni kulipa kanisa nguvu ya utajiri ili kulifanya kanisa kutembea katika utawala wa kiuchumi au kifedha. Moja wapo ya nguvu ambazo Mungu amelipa kanisa ni nguvu za kupata utajiri. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Tuanzie hapo. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Mstari wa 18 peke yake.
Torati 8:18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Amen. Anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapia baba zako, kama hivi leo. Sasa huku nitaenda kufanua chini zaidi, lakini nitaka uone kile kitu anapotupa nguvu. Ziko nguvu za aina nyingi. Kuna nguvu za maombi, kuna nguvu za kuwa shuhuda, lakini kuna nguvu za kupata utajiri. Tazungumza baadaye chini huko, lakini kwa sasa nitaka uone ametupa nguvu, upako, uweza wa kutufanya kuwa matajiri. Kama imani yako inasigana na utajiri, ili jambo hautaliweza. Kama unajua utajiri ndio utakatifu, itakuwa sentensi ngumu. Kama unajua maisha ya kuwa na maisha ya kuungaunga kama super glue ndio maisha ya utakatifu, utakuwa na tafasiri ngumu kibibilia. Kama unajua maisha ni magumu katika hali ya kiwokovu, utakuwa bado na tafasiri ngumu sana. Moja kati ya nguvu ambazo Mungu ametupa ni nguvu za kupata utajiri. Ndio maana nimeweka makusudi kabisa kibibilia. Nguvu za kupata. Kinyume cha utajiri ni nini? Kinyume cha utajiri ni nini? Kinyume cha utajiri ni nini? Kwa hiyo unaona hii nguvu inashughulikia kabisa hali ya umaskini. Sijui kama unajua kwamba umaskini ni roho. Unajua umaskini ni roho. Kama utajiri ndivyo roho, na umaskini hivyo hivyo roho. Kama unavyopiga roho za magonjwa si za kichawi, kuna roho moja inaitwa roho maskini. Sasa wewe unaiweka kwenye matukio, wakati kiasili ni spirit kabisa iliyosimama. Kwa hiyo Mungu amelipa kanisa nguvu ya utajiri ili kulifanya kanisa kutembea katika utawala wa kiuchumi. Lengo kubwa, Mungu hataki kanisa lake liwe la kuombaomba. Hataki kanisa lake liwe la kupigia watu wenye mamlaka, watu wenye fedha magoti ili kupata pesa kwa ajili ya kuendesha shughuli zake. Mungu anataka kanisa lake lijitosheleze kwa mambo yaliyoko ndani. Likitaka kununua keyboard linunue keyboard, likitaka kuweka tiles liweke tiles, likitaka kununua madhabahu linunue madhabahu, likitaka kununua gari linunue gari. Ndani ya kanisa lake Mungu analipa uwezo wa kufanikiwa ili lijiendeshe kwenye mambo yake bila kutegemea mkono wowote wa mtu yoyote asiye na imani ya Kristo. Sio tukitaka kununua vyombo mpaka tuweke bahasha. Mimi sijui kama unajua hili kanisa limejengwa na mtu mmoja. Si kama unajua. Mnajua hilo? Mnajua hilo? Moja tu. Mungu ana watu wake. Moja tu amepiga hapa, moja tu akapiga hapa, moja akapiga huko. Mungu ndiye anataka hivyo ili kanisa lisiwe omba kwenda kunyenyekesha kwa watu ambao tunafikiria wana uwezo bila kujua chanzo cha utajiri wao ni kipi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anaokoa maskini, anaokoa tajiri. Yule maskini si shida kuja na umaskini wake, lakini ni shida kudumu kwenye umaskini akiwa ndani ya utajiri wa Kristo. Ni tatizo.
Kwa sababu watu wengi tunaokuwa tumeokoka, hasa tuliokoka muda mrefu, msisitizo wa makanisa ya Kikristo ya kilokole ni wokovu. Ni wokovu tu. Ni wokovu tu. Ni wokovu. Ni wokovu peke yake. Watasisitiza kaa mbali na dhambi, si mbaya, ni nzuri. Jitenge na mabinti, si mbaya, ni nzuri. Jitenge na wavulana, si mbaya, ni nzuri. Omba, si mbaya, ni nzuri. Lakini walikuwa wanaenda kwa sehemu. Wokovu ni sehemu ndogo katika package ya ufalme. Ufalme una wokovu, lakini ufalme pia, anayetanguliza ufalme anazidishiwa mambo yote. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine unazidishiwa. Ishu ya kufanikiwa kiuchumi, tulikuwa tufundishwe hicho kitu. Kwa hiyo tulikuwa tunajua umaskini ni utakatifu. Umaskini ndio tiketi ya kwenda mbinguni. Lakini si kweli. Si kweli, haiko hivyo. Kuna wokovu upo sawa, hakuna anayeudharau, lakini ni sehemu tu ya kile ambacho Yesu alifanya msalabani. Ndio maana alichukua umaskini wetu ili tuwe matajiri kupitia umaskini aliochukua. Chapie Bwana Yesu makofi. Sasa ukishaanza kugundua namna hiyo, unaanza kuwa makini sana ya kwamba kwa nini kuna shida hapa? Kwa nini kuna tatizo? Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Sasa nianze kwa namna hii. Sema Kisoma kile kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa 13 mpaka 14. Andika tu, mimi nitasoma kichwani. Galatia 3 mstari wa 13 hadi 14. Biblia inasema Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati. Maana alifanywa laana. Alafu kule chini anasema ili kwamba baraka ya Ibrahim iwajirie mataifa. Si ndio anavyosema? Si ndio anavyosema? Ngoja nisome usije ukasema anasema hivyo. Hebu tusomee haraka, usome vizuri. Somea haraka. Maana unatafutaka kwanza, unaweza kutafuta huku unaonekana sio msomaji wa Biblia mara kwa mara. Paka uanze huku kwenye mwanzo huku uchungulie hivi iko 400 na ngapi? Galatia 3 mstari wa 13 hadi 14. Some. Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Ndio. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. 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 Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Hapo nichukua nataka ule mstari. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati. Yaani kazi ya Yesu aliyofanya pale msalabani ni kutukomboa kutoka katika laana. Damu yake ilishughulikia hilo shishu ya laana. Iko siku kuna masomo nilifundisha mengi ya laana na inavyofanya kazi. Kijanja sana. Singependa kurudia. Lakini nikwambie, laana ya Torati ilikuwa ni adhabu waliokuwa wanapata wale watu ambao walishindwa kufuata taratibu na kanuni za Mungu. Musa aliachilia sheria, na ile sheria ilikuwa inahitaji watu watii na watekeleze. Sasa kwa sababu ya kutokutekeleza ama kutokutii ile sheria, Biblia ilikuwa imeeleza kabisa laana zitakapowapata. Na ukitaka kusoma vizuri, nenda kwenye Kumbukumbu 28, utagundua kuanzia 1 mpaka 14, alafu enda mpaka chini, utagundua kuna baraka na laana. Na utakaposikia sauti ya Bwana Mungu ukabidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nilikuagizavyo leo,
ndipo baraka hizi zitakujia. Alafu anasema usipotaka kusikiliza ile sauti na maelekezo na maagizo anayokuambia, ndipo laana zitakazotokea. Anasema utalaaniwa mashambani, utalaaniwa mjini, italaaniwa kapu lako la chakula, utalaaniwa uzao wa tumbo lako. Mungu atakupiga kwa tauni, Mungu atakupiga kwa ukaufu. Unaona, yote yale matokeo ya zile laana na baraka zimefungwa katika kutii ama kuto kutii maagizo ya Mungu. Kwa hiyo sema ehe. Kwa hiyo sema ehe. Kwa hiyo sema ehe. Laana ilikuwa ina mambo makuu matatu kutoka kwenye 14 mpaka mwisho. Hiyo Kumbukumbu ina mambo kama matatu ambayo yalikuwa yamefungwa pamoja na hiyo laana. Cha kwanza ilikuwa ni mauti. Wale watu walikuwa wanatembea kwenye laana ya Torati walikuwa wanatembea kwenye mauti. 2 ulikuwa ni umaskini. 3 ilikuwa ni magonjwa. Ukisoma na kudadavua mistari yoyote unakuta vitu vitatu. Unakuta mauti, unakuta umaskini, unakuta na unagundua wazi kabisa umaskini ni mojawapo ya sosi ya laana. Na sosi ya laana inatokana na watu kuto kusikia, kuto kufuata maelekezo ambayo Mungu anaelekeza. Sasa tunapozungumzia kifo haimaanishi amekatika, ameenda kuzikwa hapa. Kifo anamaanisha kuna spiritual death. Spiritual death. Wakati Mungu anamwambia Adamu, siku ukila utakufa. Tunaona walikula kweli, alafu hakufa. Hakufa kabisa. Aliendelea kukaa miaka 900. Hakufa. Mungu anamaanisha kifo gani? Anazungumza kifo cha kiroho. Kutengwa na Mungu ni spiritual death, ni kifo cha kiroho. Kuna kifo cha kimwili, kuna kifo cha kiroho. Kifo cha kiroho ni mtu anatengwa na Mungu. Hakuna msaada tena wa kimungu, hakuna sauti tena ya kimungu, hakuna uongozi tena wa kimungu, hakuna maelekezo tena ya nini? Ya kimungu. Hicho ndicho kifo ambacho ni kibaya zaidi ya vifo vingine. Lakini nazungumzia umaskini ni pamoja na kitu ambacho Yesu alishughulikia. Kwa hiyo kama unakataa kwamba umaskini ndio utakatifu, unapingana na Yesu aliyekufa kwa ajili yetu, aliyetukomboa kwa ajili ya umaskini ili atufanyike. Unakuwa unapingana. Mbinguni unaweza kaenda, lakini ukiwa choka mbaya. Sema sawa sawa. Umeshapanda gari unakuta mtu amekaa kwenye kiyoyozi, afu na wewe umekaa panda gari ambalo limejaa, yani mgongo huko hivi hata kukaa uwezi. Mnaenda Mwanza, utafika umechoka. Ndio watu wengine watafika mbinguni wamechoka. Ni kweli wameokoka, lakini wanafika wamechoka. Sema sio fungu langu kwa jina la Yesu. Sema tena, sio fungu langu kwa jina la Yesu. Sema sio fungu langu kwa jina la Yesu. Sema maskini sio fungu langu. Umaskini sio fungu langu. Sema umaskini sio fungu langu. Sema umaskini sio fungu langu. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Tazama mwenzako, mwambie umaskini sio fungu langu. Mwambie tena umaskini sio fungu lako. Kama unang'ang'ania hilo ni la kwako. Lakini Yesu alishamaliza pale msalabani. Unahitaji kanuni na taratibu ili utoke kwenye maisha hayo ya kuungaunga kama super glue. Chapie Bwana Yesu makofi. Mnanipata? Lakini sijaanza kuhubiri, mimi bado niko tunaweka tu misingi. Sijaanza na muda umekimbia. Mungu wangu. Sasa hii mbona ni hatari sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo laana, kama Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, maana yake alitukomboa dhidi ya adhabu ya mauti, alitukomboa dhidi ya magonjwa, alitukomboa dhidi ya umaskini. Ndio maana unakuta alifanyika maskini ili tuwe nani? Matajiri. Ni mojawapo ya kitu ambacho Yesu alikishughulikia pale msalabani. Pasaka ni mojawapo ya kitu kilichoshughulikiwa. Kwa hiyo kama unataka kuishi kwenye maisha ya umaskini, hilo ni la kwako, lakini Biblia haikushauri hivyo. Haleluya.
Haleluya, haleluya, takatifu, 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 yes, yes, yes. Takatifu, 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 haleluya, 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 Mungu. Imba haleluya, 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 Sasa nizungumze kidogo umaskini, alafu nikupeleke kwenye hiyo Galatia 8 mstari wa 18, nidadavue hapo katikati. Tunaposema umaskini, tumezungumza kabisa kwamba kinyume cha utajiri ni nani? Ni wewe ndio umezungumza, mimi sijazungumza, wewe ndio umezungumza. Ni sawa sawa? Ni sawa sawa? Sasa huyu maskini tunamjuaje? Kuna mtazamo wa Mungu na mtazamo wa kibinadamu. Na nataka nizungumze mtazamo wa elimu ya kiuchumi, elimu ya kawaida ya kiuchumi. Wanavyotafasiri maskini ni nani? Wanatafasiri umaskini kama hali ya mtu au familia au jamii kukosa mahitaji ya kimsingi ya maisha. Ni mtu, ni familia, ni jamii inakosa mahitaji ya msingi ya maisha. Na mahitaji hayo ni kama chakula cha kutosha. Sisemi kile cha siku unapata mlo wa siku. Chakula cha kutosha. Makazi bora, maana Mungu hakuangalii tu unavyoishi. Hiyo nyumba unayokaa, hiyo nyumba ina ubora gani? Hayaangalii tu haya maisha unayoishi, hayo maisha yana ubora gani? Kwa hiyo anaangalia chakula. Sio tu unakula amri mradi, unakosa chakula afu unajipa moyo kwa Bwana, nimefunga. Wewe ni uongo, wewe hujafunga. Hauna tu chakula. Najipa moyo katika Bwana, nafunga. Umefunga, ulikuwa na utaratibu huo. Hauna chakula cha kutosha. Nyumba unayoishi sio bora. Hata mavazi yako si mazuri.
Mungu, msalaba ulishughulikia vitu vyote hivyo. Kama uvioni ni wewe. Mavazi yenyewe si bora, hata afya ya kwako si nzuri. Ndio maana Biblia inasema, mpenzi, ninaomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwe. Unaona, mpaka afya, mpaka maeneo mengine Biblia inazungumzia. Zile ni lugha ambazo ndani yake zina hali ya uhitaji mkubwa. Lakini hata elimu, mahali wanasema hivi, mahali penye umaskini hapana elimu, mahali ambapo hapana elimu pana umaskini. Elimu maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Ukosefu wa elimu ni ukosefu wa maarifa. Sasa ukianza kulinganisha huku jamii inavyotafasiri umaskini kidunia na kiroho, vinaenda pamoja, kwa sababu inasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Walipaswa kuwa na nyumba nzuri, hawana nyumba nzuri. Walipaswa kuwa na mavao, hawana mavao mazuri. Walipaswa kuwa na pesa mfukoni, hawana pesa mfukoni. Walipaswa kuwa na afya, hawana afya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa lugha nyingine, kukosa elimu. Sio elimu ya shuleni uende kwenye ABC. Kwanza tuna watu wengi waliosoma PhD ni maskini. Watu wengi waliosoma hali zao ni kuungaunga kama super glue. Mimi nazungumzia elimu ya Mungu huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni chakula cha kutosha, makazi bora, mavazi, afya, elimu. Sema na pesa ya kutumia. Sema na pesa ya kutumia. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Sema pesa mfukoni. Wakati tunafundishwa mafunzo ya wafsa, nilivyotoka juzi, moja kati ya kitu alichosisitiza, afisa upaswi kutembea na pesa visire visire. Sema visire visire. Watu wamezoea visire visire ni vya kanisani. Nimeenda juzi, nimeenda kuchukua vitu hapo dukani usiku. Alafu watu wakawa wanatafuta visire visire. Alafu mama mmoja akaniambia, mchungaji, hivi huko hakuna 200? Nikamwambia kanisa limepona, hamna 200. Ili kuja kanisani mpaka utafute 200 uichange 100. Acha tabia hiyo. Nakwambia mtoto atasumbuka kwenda kwa Mangi, atasumbuka kwenda kwa Muha, atasumbuka kwenda kwa Mpemba, atasumbuka anatafuta 200 change. Akirudi mama, sasa 500 hii niko nimepanga budget nimpe 200 afu nibaki na 300. Wewe ni umaskini, unapiga kelele. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake, wokovu wake. Kwa hiyo wanatuambia afisa anatembea na noti. Sema noti. Na wewe ni afisa wa mbinguni, unatembea na nini? Ndio maana tunakufundisha. Siku moja nilikuwa naenda kununua kitu dukani, alafu nikatoa hivi nikaangusha 500. Alafu afande aliyekuwa mwalimu wetu akasema, "We, mwanafunzi, hiyo 500 achana nayo hapo." Nikasema, "Sawa mwalimu, nitarekebisha." Huko nikaiokota nikaiweka mfukoni. Walicheka ile neno nitarekebisha. Niache 500 hivi tu hapa tu kirahisi kwa sababu mimi ni afisa. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake. Ndio maana tunakufundisha ili upate faida. Sawa? Kama Mungu alitusaidia sisi, hasa mimi ambaye nilikuwa nakosa mpaka mavazi. Niliwaambia ninaenda likizo nyumbani, nikawa nimeazima jinsi la askari mwenzangu.
Alafu nikafika nyumbani, mdogo wangu anataka ile jinsi. Najua huko kambini nimeazima, inabidi nirudishe. Naanzaje sasa? Nirudishe inakuaje? Nilikuwa na maisha yaliyochoka. Nilikuwa na maisha ya madeni kushoto na kulia. Hata nauli ya kutoka hapa hadi Phantom nilikuwa siwezi. Lakini sasa siko hivyo. Nimetumia kanuni za kibibilia kuninua. Hizi kanuni ndio nimezitumia zikaleta matokeo kwenye maisha yangu. Leo hii sipati shida kusikia ngrrr, nashangaa. Juzi nilikuwa hapa Ijumaa niliomba tu nikashirikisha wadau wachache tu shilingi nataka shilingi 800,000. 800,000 tu ya kununua kamera kubwa ya kuvuta hapa. Kidogo tu ikatema 200,000. Kidogo hapo tu nikatema 150,000. Kidogo hapo tena nimekaa usiku nimejituliza na shangaa 100,000 na kitu karibia 200,000 imeingia. So mchapie Bwana Yesu makofi. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake. Sikiliza, unaweza ukaishi hapa lakini hauishi kwenye ulimwengu huu. Acha kutengeneza urafiki na watu wa ulimwengu huu. Wapo Wakristo bado ni wa ulimwengu huu, tafsiri ya vitu vyao. Kuna mhubiri mmoja aliniinspire sana. Yeye akiwa chumbani alafu remote iko sebuleni, ana komandi remote njoo, inafika. Ukisema hivyo kwa warokole wa sasa, mchawi wao vichwa vyao vimekaa kwenye kutokuwezekana tu. Sisi tunaishi katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio unaupika vitu vinavyotokea kwenye ulimwengu wa mwili. Mchawi anaweza akawa yuko Kigoma akakuvuta ukaenda kule. Huo ni ulimwengu. Wachawi wanajivizu sana kutumia ulimwengu wa roho. Zaidi ya wapendwa na warokole hawajui kabisa kutumia ulimwengu wa roho. Matokeo yake wao ni wa kudoubt tu. Ni wa mashaka na wasiwasi kwa sababu ya viwango vyao vya maisha viko chini, haviko juu. Na kutamkia uanze kutembea kwenye viwango vya kiroho vya juu katika jina la Yesu. Tuko sasa. Ondokana na watu waliokuzunguka wa sampuli ile, watakuchelewesha. Tafuta watu ambao wamemove, wako mbele. Anasema saa zingine yule mhubiri anasema ninaogopa. Hata mtu akija naogopa kudhihirisha hivi vitu kwa sababu itaonekana ni mchawi. Anasema unaweza ukaja una shilingi, alikuja mmoja na kama shilingi 150,000. Alikuwa kama na kama shilingi 50,000, dola 50. Anataka kama dola 150,000. Akamwambia hebu uchukue hizo pesa zako hesabu. Akahesabu zikaendelea. Sasa hivyo ni viwango vya watu, na ndio maana unakuta kuna ugomvi mkubwa baina ya watu wa tabia mwilini na watu wa tabia rohoni. Watu wa tabia rohoni wako faa kwenye mambo makubwa mbele. Hao watu wa ulimwengu wa mwili wanatembea kwa jinsi ya kibinadamu, wana mazingira yanayowazunguka, akiwezekani. Hiyo sio roho. Ni roho mpinga Kristo. Shetani ana nguvu zaidi ya Mungu maana yake. Soma historia ya watumishi wa Mungu waliobobea, sio historia ya dini. Kuna mmoja alienda kuhubiri akafika akuta mto umejaa. Alafu mamba wanapita pale. Akakomandi yule mamba. Sasa kwa sababu anaogopa mamba yuko akamwambia mamba, sasa kumbuka tumepewa mamlaka mpaka na wao. Geuka. Alipofika njoo hapa ili amvushe awai injili kule. Njoo hapa, kaja. Alafu akamwambia geuka ili mamba asimtazame. Alafu akapanda. Alafu mama akaenda akafika, akageuka, akamtupa chini. Warokole wa sasa, mchawi! Vile ni viwango vingine, sio hivyo vya kwako. Kaa ujifunze. Hivyo ni viwango vingine, sio vya kwako. Kuna mmoja ni Mnigeria, sasa hivi ni marehemu. Alikuwa anafunga mpaka anasikia njaa. Alafu unajua Biblia imesema wanyama walitoka kwenye ardhi. Anaamrisha swala watoke kwenye ardhi. Swala anatoka, alafu anaamrisha moto
umteketeze yule swala, alafu anakata nyama anaanza kula. Hivyo ni viwango vingine. Usipingane na mtu kama hicho kiwango hujakifikia. Chunguza, natumia, je, neno la Mungu likoje? Mamlaka yetu ni mamlaka ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimjue. Fikiria leo Yesu anatembea duniani, alafu anadaiwa kodi, alafu ghafla unakutana namwambia Petro, hebu nenda ziwani, alafu samaki wa kwanza ni samaki ambaye anakula nini? Ndiye anamchukua anamleta wa kwanza. Si ungesema huyu Yesu ni mchawi, si ndio? Yaani vichwa vyetu vimezoea vitu vya kishirikina tu. Ndio maana ni rahisi sana kumnyoshia mtu vidole. Usimnyoshie mtu kidole ambaye hujui. Tena kama hujui, nyamaza kimya. Nyamaza tu kimya. Nyamaza kimya. Funga mdomo. Inawezekana hicho kiwango sio cha kwako. Kuna watu wanatembea wapo, mimi nimesoma habari zao. Wakifika mjini hapa, umeme unakata kutokana na presence ya Mungu kwa juu. Umeme unakata. Akienda hotelini kwenda kuhudumiwa, wale mawaiter wale wa ile hoteli wanaanguka salbasoti, wanaanguka. Yaani kwa namna ambavyo amekingwa na nguvu, watu wanaanguka wanapomsogelea. Ni presence ya Mungu. Hivyo ni viwango vingine. Tunatoka utukufu kwenda, wewe una utukufu wa darasa la pili, unataka wajue eti utukufu wa darasa la 7 ni fake. Hiyo ni akili yako. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue tena Kwa hiyo umeona, tunapozungumzia umaskini, tunazungumzia umaskini wa maeneo mawili. Kuna umaskini wa kukosa kipato, ama inaitwa financial poverty. Hauna kipato cha kutosha. Unafanya kazi kwa siku unapewa 2,000. Ulipe kodi, usafiri, ule. Iko sawa sawa? Iko sawa sawa? Mtoto ameugua, unaenda unampa. Umaskini ni mbaya, wala sio wa kuendekeza. Kwa sababu unakufanya unakuwa na kipato kilicho chini ya kiwango. Hata ukitunza hiyo 2,000 kwa mwezi, maana yake ni shilingi ngapi? Niliwahi kumwambia mama mmoja, nikamwambia, nikaona kweli roho umaskini ni mbaya sana. Nikamwambia, wewe kazi ulikuwa unafanya shilingi ngapi? Nafanya shilingi 3,000, 4,000 napata. Okay, unaenda kuajiriwa siku moja shilingi ngapi? Shilingi 2,000. Wajua nilicheka nisema hii lazima kuna roho ya umaskini kwa huyu mama. Yaani uwei hata uangalie upimi kwamba hii unaokwenda kuajiriwa na hii unayofanyia kazi. Na ndio maana kuna watu wengi wanapenda kuajiriwa. Kuajiriwa maana yake anakupa sawa sawa na anavyotaka, sio unavyohitaji. Kwa hiyo kuna umaskini wa kipato ama financial poverty. Unakosa pesa za kutosha kununua mahitaji. Huwezi. Hata aspirini tu umepata changamoto ya kichwa ni ngumu. Mtoto akipoteza shilingi 500 nakwambia hata usiku wa ulali. Nakwambia mtu atapigwa 500. Wewe fuatilia mjini watu wanakimbilia, wanapigania nini? Unakuta watu wa stendi pale wanapigania 500, wanatoana mpaka ngeu, wanachomana mpaka visu. 500 tu, 500. Mwambie mwenzako umaskini ni mbaya sana. Mwambie tena umaskini ni mbaya sana. Maisha ya scarcity, maisha ya mapungufu ndiyo yanasababisha watu wanakuwa wakali. Ni nini? Ni nini? Ni kweli. Mwambie leo unapona kwa jina la Yesu. 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 Mwambie leo ni uponyaji wako kwa jina la Yesu.
Lakini umaskini wa pili ni umaskini wa kukosa vitu zaidi ya pesa. Kukosa vitu zaidi ya pesa. Ndio maana Mungu ametupatia nguvu za kupata nini? Utajiri. Sasa utaelewa ni nini kinachotokea hapa katikati, kwamba Mungu alikuwa ameona mbali. Ni umaskini wa kukosa vitu zaidi ya pesa. Maana yake kwanza, wanasema watu walio maskini, kwa tafsiri ya watu wa kiuchumi, wanasema hakuna elimu. Ukosefu wa elimu unazalisha umaskini, na umaskini unazalisha ukosefu wa elimu. Mtu maskini hana maarifa, hana ujuzi, hana fursa, haelewi haki zake. Maskini haelewi haki zake, anaishi tu maadamu imeitwa leo, anaishi, hajitathmini, hajiangalii. Na Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maskini, maana na nikokosa maarifa, anamaanisha elimu. Na wewe hauna elimu ya darasani, wewe ni good, umezeeka kama madaraka, lakini hata elimu ya Mungu ya kila siku tunayokupa naye hauna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaishi nyumba mbaya, nyumba haina maji, nyumba haina umeme. Kwani unataka kuniambia Mungu ameweka umeme kwa ajili ya watu tu wa mataifa? Sasa hata wale wenye ndoa si wamewekewa umeme ili wanatazamana usoni, si ndio? Mwe mnatazamana, hata mnatazamana, mnaangaliana, hata unachaji kasimu, hata unasikiliza kasabufa ka redio, Bahati Bukuku anapiga wimbo wake. Kwa nini unafikiria umeme umeweka kwanza? Vitu vyote vizuri vimeweka kwanza kwa ajili ya wapendwa. Ndio maana nasema wana simba utindikio una njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilicho chema. Biblia inazungumza hivyo vitu, labda kama uvioni. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Hata kama nyumba ina maji, hata kama ina umeme, hata kama ana afya, lakini hana pesa za kutosha. Pesa kidogo sana. Akitaka kusafiri, akipigiwa simu aende nyumbani, kayuguyugu. Sema kayuguyugu. Mtaa mzima utajua, nikopeshe bwana. Ataingia kwenye songesha, Hayo maisha sio mazuri. Sawa sawa? Mimi nakufundisha utoke huko. Ukinisikiliza ukapona, mimi nakwambia utakuja kushuhudia hapa. Sasa kama unataka kwenda tu nyumbani kwenu, mtaa mzima unajua unataka kwenda nyumbani, kuna haja gani? Ni kwa sababu hauna pesa. Wewe unafikiria mtu anayekwenda dukani kukopa, hebu angalia lugha yake. Kama una hela anakuambia, "Wewe mwenye duka, hebu njoo, una nani hapa?" Lakini kama hauna, hata lugha inabadilika. Unaanza kwanza kumsifia, si ndio? Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, umaskini ni kukosa uwezo wa kuishi maisha ya heshima kwa sababu ya kukosa rasilimali za kutosha. Kwa lugha nyingine, umaskini ni kukosa uwezo wa kuishi maisha ya heshima kwa sababu ya kukosa rasilimali za kutosha. Nivumilie tu, naomba usifanye haraka kwenda, kwa sababu ni somo muhimu, na mapepo ya umaskini najua hapa yamenitolea macho kama fundi saa, na mimi nitayabomoa tu. Umaskini ni kukosa uwezo wa kuishi maisha ya heshima kwa sababu ya kukosa rasilimali.
Akipita tajiri hapa na gari akatimua kidogo kavumbi, wanajifanya tu. Si unajua, unasikia, unajua maskini na matajiri waelewani Anajifanya anapita pita hapa na gari anatimulia vumbi. Wanajifanya wanajikuta. Acha wivu, tafuta ya kwako. Unakuta dada watu anachwa anatembea kutoka kwenye gari yake anaenda dukani, anajikuta kwanza ile gari ameongwa, wewe ulikuwepo. Ni maroho ya wivu tu, anapiga kelele tu. Zahidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake. Niliwaambia nilikuwa na hali ngumu. Wakati mmoja nilipata wageni kutoka Kongo. Alafu yule mgeni, wale wageni wakasema sio wamekunywa sumu, sijui wamefanyaje. Kwa hiyo wanahitaji mayai, na wakati ndani nimebakia na 13,000. Sema 13,000. Alafu mwezi wenyewe hujafika mwisho. 13,000. Sasa niwanunulie mayai, sijui kutengeneza sumu, sijui nini. Ukikataa wanaona labda wanataka kuwaua, na mimi hata sijui hiyo sumu wamekunywa wapi. Kasema kama tu kutoa sumu mayai, iko siku utasikia chapati. Iko siku utasikia kuku ndiye anatoa sumu. Wakati nimeangalia napata wapi pesa za kumpatia huyu mgeni yeye na familia yake. Nimetulia, baadaye nikaona niende kwa mzee wa kanisa mmoja. Alikuwa anatunza fedha za kanisa. Nikamwambia anipatie shilingi 5,000. Ile natoka tu hivi nikafuasha kasimu kangu. Kana kasimu kamechoka. Nikakuta imethibitishwa. Nikapotezea. Nikasema hii imethibitishwa nini? Labda ni masuala ya mtandao tu. Ngoja nitulie niendelee. Nikaendelea kutembea. Baadaye nikasema ngoja niangalie kweli hiyo pesa. Kuja kuangalia nimetumiwa 360,000 kwa mwanafunzi wangu niliyemfundisha, na yeye ametumia kanuni, ameponya mtu kampa sadaka kanirushia mimi. Zahidi mfahamu Yesu, ijue pendo lake na wokovu wake. Wakati mmoja tulikaa na mke wangu, akasema tutafute pesa kama 1,000,000 ili tuanzishe biashara. Tumuombe Mungu ama tutafute sehemu pesa. Tukakaa tukamwamini Mungu kwa ajili ya pesa. Inawezekana tunamwamini Mungu kwa ajili ya uponyaji, lakini sio kwa ajili ya pesa. Wakati tumemaliza kuomba hivi, tumeenda, akasikia tu msukumo ndani, angalie akaunti yake ina kiasi gani cha pesa kabla hajatoa pesa. Akakuta kuna ongezeko la milioni hii moja. Najua tu kwamba wakati wote ni kufanya kazi kutakupa pesa. Sikiliza, neema ya Mungu ikishuka, kuna pesa zinatoka ambazo mfuko wako hakuhusika wala kazi yako hakihusika. Ni Mungu anabariki gara lako. Chapie Bwana Yesu. Zahidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake wokovu wake. Umaskini unatengeneza maisha ya kukosa heshima. Unapenda ama haupendi, hutakuwa na heshima. Hata kwenye vikao vya kijiji unaweza usikapewa, hata kama wakupe nafasi wewe nani.
Bwana Yesu apewe sifa. Heshima itaonekana pale ambapo wataona ziko mfukoni. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwenye bweni letu tulikuwa tunakaa, tulikuwa kama watu 30 na kitu. Walikuwa wananipita kitu nanunua. Siku moja wakaamua kutamka waziwazi, kwenye bweni hili wewe ndio una hela. Mchapie Bwana Yesu makofi. Tumekaa miezi karibia 4-5 kasoro. Lakini sio kaniambia pesa sisi niko naziokota. Ni transaction tu. Sikiliza bwana. Penda kuomba zaidi katika roho. Nitakufundisha namna ya kutengeneza hiyo mitandao kiroho. Nena sana kwa lugha. Unaponena sana kwa lugha, unasaini cheki za kiroho kwa ajili ya mahitaji yako. Chapie Bwana Yesu makofi. Unabaki raka patakandana baba. Rika papa yataka. Saa moja umekata. Riko yama zakaraba yanda. Rika kakariyama. Kadi unavyozidi kunena, Roho Mtakatifu anasaini cheki kwa ajili ya mahitaji yako. Chapie Bwana Yesu makofi. Ufahamu Yesu, nijue pendo lake. Utanikuta naomba karibia masaa 2-3. Nanena tu kwa lugha. Ninajua kuna vitu vinavyoendelea kwenye lugha. Watu hawajui kumtumia Roho Mtakatifu kwenye mahitaji yao. Wanatumia akili sana. Akili yako itachemka. Nimekuambia unaponena kwa lugha unasaini cheki kwa ajili ya mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niruhusu tuende kwenye ule mstari wa Kumbukumbu la Torati 8:18. Anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake aliyoahidi baba zako hata hivi leo. Ziko tafasiri 3 za mstari huo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Tafsiri ya kwanza inazungumza habari za ability to produce wealth. Inazungumza uwezo wa kuzalisha mali. Anakupa nguvu za kuzalisha mali. Maana yake uko uwezo wa kimungu unaozalisha mali. Iko nguvu ya kiungu ambayo inahusika na kuzalisha mali. Iko nguvu. Lakini tafsiri ya pili anazungumza power to successful. Maana yake nguvu ya kukufanikisha. Maana yake anakupa uwezo ama nguvu kwa lengo la kukufanikisha. Hiyo moja ya kwanza inakupa nguvu ya kuzalisha. 2 anakupa nguvu ya kukufanikisha. Lakini 3 anazungumza juu ya power to make wealth. Anazungumza habari za uwezo wa kutengeneza mali. Hiyo yote iko ndani ya nini? Nguvu za kupata nini? Utajiri. Nguvu za kupata utajiri maana yake ni uwezo unaokusaidia kuzalisha mali. Chochote unachokifanya kinazaa. Alafu ni uwezo wa kukufanikisha. Alafu 3 ni uwezo wa kukusaidia kutengeneza mali. Sawa. Unashangaa unauza nyanya, unashangaa zile nyanya zinaenda tu. Unafanya biashara, unashangaa mambo yanaenda tu. Yaani ile biashara unafanya unakuta ndani ghafla inakuwa inafanikiwa. Hiyo sio bure, ni nguvu iko kazini ya kukusaidia. Umeanzisha kamtaji tu ka juisi, unashangaa juisi naenda. Sio bure, kuna nguvu ya kukusaidia kukusupport. Nguvu ya kusaidia kusukuma ile kazi. Hiyo ndio nguvu ya kufanya kuwa tajiri. Unashangaa unaanza kwenda polepole, unaanza kufanikiwa polepole, unaanza kupata kapesa polepole. Ulikuwa hata uwezo kana shilingi 5,000, unashangaa umekaa nayo wiki nzima. Unashangaa biashara inatoa shilingi 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Mwisho inaendelea. Haiko bahati mbaya, ni nguvu ya Mungu kazini katika kukusaidia.
Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo hiyo ni nguvu ya kukusaidia uwe tajiri. Maana yake uwe na mahitaji yote na kujitosheleza. Ndio maana ya neno wealth. Unavyo na ziada. Unatumia pesa zako na ziada inabaki. Unatumia pesa yako na akiba inabaki. Sio siku kwa siku, wewe ikipita siku ndio sio nitaishije. Maisha ya Ukristo hayaendi hivyo. Tuko sawa? Kwa hiyo ni nguvu inayoingia kazini kuzalisha kitu. Itakupa mawazo ya mafanikio, itakupa uwezo wa kufanikiwa, itakupa fursa, itakupa njia, itakupa mawazo. Hiyo nguvu Mungu anayo, ndiye aliwaambia Israeli atawapa, itakayowasaidia kuzalisha mali, kwa sababu ni taifa lake takatifu, wasitegemee watu wengine, itakayowafanikisha katika mali, itakayowafanikisha katika maisha yao, ili kuwawezesha kudumu katika maisha yao na Kimungu. Kwani unafikia watu wanaenda kwa waganga kutafuta nini? Nilikuwa naongea na kijana wangu mmoja yuko mgodini, akaniambia baba nishauri. Kaambia nakushauri nini? Na mgodi huko na chimbo huko na chimbo huko dhahabu. Lakini kumbe yule kuna mganga wa duara lile. Ngambia alafu yule mchimbaji naye ana mganga wake. Nikamwambia hao wote wa nini? Si tupate mali. Hizo zote ni nguvu, sawa? Lakini na sisi tuna nguvu. Nikamwambia tafuta watu waliokoka. Alafu tumieni damu ya Yesu. Muone, sio mpaka pesa zipatikane kwa mkono wa shetani. Inawezekana walokole wakachimba na wakapata. Kwa sababu wanatumia njia zilizo halali za kibibilia. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako kuna nguvu za kutajirisha. Haleluya. Mwambie kuna nguvu za kutajirisha. Mwambie kuna nguvu za kutajirisha. Kupambana na umaskini. Mwambie umeteseka kwa muda mrefu, lakini inatosha. Tumia kanuni hii uanze kuona mabadiliko. Na Ijumaa, Jumamosi na Jumapili vitaumana. Chapie Bwana Yesu makofi. Tuko sawa Yohana? Hii kiliorio tu 500 kuambia paka ujitetee, ujieleze. Achana na hayo mambo. Ishi kwenye viwango vingine. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Kwa nini tunakosa? Kwa hiyo kuna uwezo wa kuzalisha. Kuna uwezo wa kukusaidia kufanikiwa. Na kuna uwezo wa kutengeneza